Wewe umeona mtaa ulivyoa moto wewe bado ndio hivyo, yani ndio tunazidi kuchangamka mama. Wizi, utekaji, ulevi, rushwa, huzuni zinatupeleka. Lakini na mimi nikipata muda nitakutembelea. Mimi naenda ila shoga yangu kale kabui kunaniambia kwamba bwana wako mpate hapo mimi siku moja niweze basi. Usijali kuhusu hilo, tukipata muda zaidi tutayazungumza mama, usiwaze. Karibu tu, karibu tu. Ila na mimi nikipata muda nitafika kwako. Sawa rafiki yangu. Tutazidi kutembeleana tu. Sawa. Kwa heri. Nalia sana. Haiwezekani amenisaidia chakula halafu amepotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Matatizo ni mambo yanayotatanisha katika jamii. Wizi, utekaji, ulevi, rushwa, huzuni zinatupelekesha. Wizi, utekaji, ulevi, rushwa, huzuni matatizo ni mambo yanayotatanisha katika jamii. Wizi, utekaji, ulevi, rushwa, huzuni zinatupelekesha. Ajabu sana. Sio hapa niko wapi? Yaani sauti zenyewe zitamu. Ziko sehemu gani? Mimi mwenyewe. Au ziko maajabu sana. Nimeona nikutembelee, naona una heka za kwenda shamba. Lakini umepata mgeni. Ai, leta kiti, tumepata mwenyekiti amekuja mgeni. Asante sana mshauri wangu. Naona ulikuwa na harakati, yani harakati za kwenda, lakini umepata mgeni, naona nikae kidogo nikumia mgeni. Naam, mshauri wangu. Sikiliza mawaidha yake. Sawa. Nasemaje sasa? Mimi hapa kwa hiyo kama mshauri wangu nimekaa kule, nikaenda kwa mshauri mwingine kule. Huyo mama ambaye yuko kwenye baraza letu la uongozi amenishauri, lakini sasa sikuridhika. Nimefika nyumbani kwangu kule, nikaona nikuone kwanza ili kusudi na wewe unishauri, labda naweza nikupata mwanga wa hiki changu.
ninajuta kijiji changu tangu niingie kwenye madaraka. Halo. Wapelelezi wanakuja kwenye kijiji changu kutoka wilayani. I see. Sawa, haina shida, nitawapokea kesho. Sawa, watakuwa kwenye ofisi za kata. Nitakuwepo tu asubuhi mapema sana kama mwenyekiti. Haina shida kiongozi. Sawa. Sasa mwenyekiti, watu ambao walikuwepo zamani wanafanya kazi. Ndio. Baada ya kuingia wewe ukifuatia mambo ya Amina na desturi. Kuna mganga walikuwa anaenda kufuatilia. Itabidi ufuatilie huko kwa mganga huyo. Alikuwa anawasaidia. Kwa sababu huyo mganga anajua vile. Unajua mshauri wangu mimi, yani baada ya kufika nyumbani kwangu. Kiukweli kama unavyonijua, familia yangu imeshasambaratika. Niliona nije kwako ili kusudi unipatie kama mawazo. Maana hili wazo sikuwa nalo tangu niingie kwenye uongozi wangu. Sijawahi kuwa nalo kabisa mshauri wangu. Ila kama umenipa hili, lazima nilifuate. Huyo mganga anajua mila na desturi za huo msitu. Na wale ambao viongozi walioondoka alikuwa anawasaidia huyo mganga. Ina si ya utajiri. Ina ni ya utajiri. Alafu namchanganya. Sasa nimebaki mimi mwenyewe. Huu msitu mkubwa sana. Nitafute mali. Nitaipata au nitakosa? Ile najipa moyo. Bora nipate. Humu kama kura ni siri hata miezi 7. Nikipata mali na shiba tu. Mungu atanisaidia mbele ya safari. Na unajua kwamba mimi bado umenipa bahati ya kupata ramani ya utajiri. Huu msitu unaona mdogo sana, ulikuwa mkubwa kabla. Yaani hapa. Bisa huu ni sifu. Nalia sana, mwisho wake nini kwa hatuna pitia mwenye kufuatilia huyo mambo yote yataisha. Mshauri wangu asante sana. Nashukuru kabisa. Tena ili sijawahi kulisikia, ndio nalisikia kwako. Ina maana kumbe hao viongozi wangu walikuwa wananizunguka, walikuwa wananificha kuna mambo mazito kwenye uongozi wangu mimi. Ndio maana watu walikuwa wanaingia kwenye ule msitu wa asili, watu wanapotea. Kuna mtalii kutoka Morogoro akapotea. Kuna wananchi wa hapa, kuna wanaitwa Mashu. Walianza kupotea watu huko. Zaidi wapeleleze kwa wazee wale wa zamani. Ndio. Hivi zina nini huko? Kumbe na zamani ilitokeaga. Ila mimi hawajaniambia kama kiongozi mpya. Sasa mshauri wangu, asante. Nalia sana, mwisho wake nini kwa hatuna pitia. Nalia sana, mwisho wake nini kwa hatuna pitia. Mauza msituni anatuperekesha, wizi, utekaji, ulevi, rushwa, huzuni zinatuperekesha. Nalia sana. 2, 3, 4, 5. Kwa tunagawana ngapi? Zipo 6 jumla. Tunagawana 3. Mimi nabeba makubwa. Makubwa mimi. Tunapitia. Nalia sana, mwisho wake nini kwa tunapitia.
kichanta meshindwa kutimiza wajibu. Mimi naomba wahi shamba na mimi ni wahi nikafanya utaratibu wa kwenda kwa huyu mganga ili kusudi sawa. Vijana wanapungua, hata siku hizi mikutano hamna watu naogopa sasa hivi. Wewe wanaofia mimi mwenyekiti, labda nafanyaje? Na waroga watu nawaficha kwenye msitu. Kwa mimi mwenyekiti lazima mganga nikamuone, lazima nenda ukamuone mganga. Haya sawa, wewe nenda shamba za mshauri wangu. Asante. Shambani ni huku. Ni huku. Sasa wewe itabidi sasa uende shamba. Mimi nirudi kwangu nikafanya utaratibu wa safari. Fuatilia hilo swala. Sawa mshauri wangu. Huyo mganga atawasaidia, anajua kila kitu ile na desturi za huko. Pita huko, na mwananchi wangu ananiita huko. Hakika naenda kufanya utaratibu. Pita huko baadaye. Mwenye kichanta meshindwa kutimiza wajibu wako, unapenda sana rushwa. Hivi ni wewe? Ni mimi. Tulikuwa wote mwanangu. Nashangaa sasa na mimi nimeshtukia nipo mimi mwenyewe humu msituni humu sielewi. Tulikuwa washikaji wanne, wengine wameenda wapi sasa? Yaani sasa siku hiyo ambayo tulipotezana, yaani mimi nilipotea kabisa humu sielewi nilitokea wapi. Hii mwanangu, Simba hii ramani mwanangu hebu. Hii ramani si ndio tulikuwa tunaelekea pale kwenye imaya Malkia ndio hiyo? Siku mkanipotea na mimi nikabaki mimi mwenyewe tu. Sasa mwanangu, nafanya kitu kimoja. Kwa sababu tumekuja kutafuta mali. Hatutoki kapa. Inabidi tuendelee kutafuta mali. Yaani na hicho ndicho kimenikaliza mimi huko msituni. Njoo. Sasa sikia. Hii ramani ndio itatupa uelekeo wapi tukachukua hizo mali, kwa sababu wengine hatujui ameelekea wapi. Kwa sababu ile sauti imetuchanganya sana. Ile sauti ya Malkia. Yaani imepigwa. Yaani nikajikuta niko mbali. Alafu namshukuru sana Mungu kwa sababu nimekutana na wewe. Alafu naona hii ramani hii. Hii mali ambayo tunaitafuta haiko mbali. Sawa. Kwa sababu kwa mimi ninavyojiuliza miezi ambayo nimezunguka humu. Sawa. Niko humu nazunguka, nataka niifuatilie na ndio nimeifuatilia napata njia, natafuta njia ya kutoka na nikosa. Kichwa kinasema tafuta mali iko humu. Sasa yaani nashangaa sana nimekupata wewe. Sasa tufanye kitu kimoja. Tuwe ushirikiano. Unaziona hizi njia hizi? Wizi, utekaji, ulevi, rushwa, huzuni zinatuperekesha. Odi mwenyekiti. 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 Unapenda sana rushwa. Wizi, utekaji, ulevi, rushwa, odi mwenyekiti. zinatuperekesha. Mwenyekiti. Mjumbe. Wale. Wema mzima. Mbona tuna mapema sana mniafu kwa haya hivi? Vipi? Safi. Sasa mwenyekiti. Sasa hapa ni sielewi. Ndio? Bana sasa ni watu wanazidi kuishi kijijini mwetu. Vipi? Wewe una taarifa gani? Mimi sina taarifa yoyote. Wanaishaje kwanza? Inaonyesha mali ziliko hii. Unaiona? Inabidi sasa tuifuate hiyo njia tukazipata. Maana hii njia niliitafuta mimi, nikiifuata tu natafuta nakuta natoka msituni. Nikirudi hivi nakuja naingia msituni katikati hii nani. Sasa hii njia ndio nataka niifuatilie na ndio nimeifuatilia nimekukuta hapa wewe. Sasa tuelekee hivi sasa. Hizi mali lazima tuzipate. Bibi yangu aliniambia hivi. Hizo mali ni mali nyingi sana, mali za urithi za mababu zetu. Kwa hiyo haiwezekani kuziacha hizi mali, lazima tuzipate. Na je, tuzipata leo tunafanyaje? Pale tukishazipata hii njia hapa inatuonyesha kwamba tunaweza tukatoka huko msituni. Ina maana tutatoka. Kuchelewa. Twende sasa. Ndio natakiwa makini. Nalia sana, mwisho wake mimi kuna tunapitia. Nalia sana, mwisho wake mimi kuna
hatuna